Jana usiku Jay Melody ameandika kitu ambacho of course inawezekana kinahusiana na yale ambayo anaendelea analizungumza jana. Akasema usiruhusu mtu yoyote akwambie huwezi kufanya kitu. Hata wewe mwenyewe usijikatishe tamaa. Kama una ndoto lazima uilinde. Watu ambao hawawezi kufanya jambo wenyewe watataka kukuambia kuwa huwezi. Tunafanya mambo kwa sababu watu wanaona. Hata kama hawataki kuthamini, jua tu wanaona na ndio wanaongea. Ujumbe wa Jay najaribu kwa mimi ambavyo napenda kudadavua na kufuatilia vitu, najaribu kuunganisha na kauli ya Mwijaku ambapo huwa anairudia na alirudia jana akisema kwamba Mwambino alichukua nyota ya Jay Melody. Ndio maana nikasema usikiwa unaongea kitu kama hiki unatakiwa uone ushahidi. Umeshaelewa? Na Jay alishazungumza sana kuhusiana na hii issue ya Mwijaku. Kwa maana mimi nikahoji jana, kwa nini wameposti muda mmoja? Umeshaelewa? Nikasema au kwa sababu Jay Melody amesema ngoma inakuja au ni attention ya ngoma. Lakini ukimtazama Jay Melody sio mtu wa makiki, sio mtu wa ma-attention. So unajaribu kuwaza na kufikiria, Jay mbona huku mambo haya hayupo? Umeelewa? Nafikiri ni kitu ambacho ameshashindwa. Utamfanya nini Mwijaku? Ni mtu wa kuzungumza. Ameshashindwa na ndio maana anajaribu kuambia mashabiki zake vitu wanavyofanya watu wanaona na wala mtu asikukatishe tamaa. Kumwambia mtu kwamba kaibiwa nyota maana yake ni moja ya njia ya kukata tamaa, kumkatisha tamaa. Umeshaelewa vizuri eh? So ndio maana amekuja na ujumbe huu. Mimi nafikiri unamtia nguvu na watu ambao wanaamini kwa kauli ya Mwijaku, kwa sababu Mwijaku ana influence. Anapozungumza kitu watu wengi huwa wanakiamini kama anavyozungumza. Kwamba Mwambino kachukua nyota akafanya nini, Jay Melody sio kafanyaje, yupo kwenye muziki. Kwa sababu brother, kwani yule msanii ambao unasema au yule Mwambino unayemtaja kafanya collab na wasanii wangapi na wanafanya vizuri? Na kwa nini hao wasanii wa kuibiwa nyota? Na tena wanaokuta wengine wana brand kubwa, talent kubwa labda kuliko hata Jay. Why? Ni kitu ambacho natakuwa kukifikiria kwenye akili yako before ya kujaji kitu ambacho anazungumza mtu. Kwa maana Jay anajaribu kudili na watu. Usimwamini mtu akwambie wewe uwezi kitu fulani. Jiambie wewe mimi naweza. Umeshaelewa? Huo ni ujumbe wa Jay. Au sio?